Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Kutoka katika mitandao ya kijamii katika nyanja ya kisiasa, tumeangazia kwa mwanaharakati wa haki za kibinadamu na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mdude Nyagali. Siku 3 zilizopita amejaribu kuzungumzia ni namna gani wapinzani wao ni dhaifu katika kujenga hoja. Kamzungumzia Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba hana uwezo wa kujenga hoja dhidi ya wapinzani wake. Bwana Mdude anasema Samia Suluhu Hassan ni dhaifu sana, hawezi kujenga hoja dhidi ya wapinzani wake. Alipoapishwa tu kuwa rais, vijana wa Chadema Bavicha walitisha kongamano la kudai katiba mpya pale Barakuda Tabata. Hoja zilizotolewa kwenye kongamano hilo zikawa mwiba kwake. Wiki iliyofuata akamkamata Freeman Mbowe na kumpa kesi ya ugaidi. Wazungu wakamfungia vioo, wakamwachia Mbowe kwa aibu. Mwaka 2023 sisi na wengine tulipinga mkataba mbovu wa bandari. Mimi, Mwabukusi, Dr. Slaa tukapewa kesi ya uhaini, na hesabu yake ilikuwa tukae jela hadi atakapotoka madarakani. Baada ya kelele nyingi akatuachia kwa aibu. Na mwaka 2025, mwaka wa uchaguzi, Lissu anayeongoza Chadema kupinga siasa za kitapeli za watu kupata madaraka kwa mtutu wa bunduki. Halafu wanadanganya kuwa wamechaguliwa. Lissu anaanza kufanya mikutano ya no reform no election katika mikoa 7. Akiwa mkoa wa 8 anakamatwa. Mpaka sasa serikali dhaifu ya Samia Suluhu Hassan kupitia polisi TANPO wake aliowapa oda wameshindwa kutoa taarifa kwa umma kitu walichomkamatia Lissu. Yamepita masaa 13 sasa, polisi wako kimya wakisubiri mwongozo wa serikali ili kutoa tamko. Tunazo taarifa kwamba Lissu ameandaliwa kesi ya uhaini ili kukwamisha movement ya no reform no election. Kama kawaida yao wanataka wajipitishe kwa mtutu wa bunduki mwaka huu, alafu wajifanye wamechaguliwa na kupata madaraka kwa miaka mingine 5. Yaani yeye kimbilio lake ni kukamata wapinzani wake na kuwapa kesi za ugaidi na uhaini. Uamuzi huo unakuja baada ya kushindwa kwa Mchome jumlisha msajili, wakajaribu Mpox 55 nayo wakashindwa. Sasa njia pekee wameona ni hii. Amini nawaambia huu ni mwaka wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan kuwepo Ikulu. Baada ya hapo mnaweza kumkuta jela au huko uhamishoni kwa wajomba zake. Bwana Mdude Nyagali, mwanaharakati wa haki za kibinadamu na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, alimaliza kwa kuzungumza hivyo. Tunatazamia siasa safi ambayo itafanya amani kwenye taifa, ila hii ya kugombana, kupeana kesi, mwisho wa siku hatuwezi kufika mahali ambapo panaweza pakawa salama. Lakini kama tukiwa tunaweza kubishana kwa hoja, basi inaweza kuwa ni rahisi sana kujenga taifa lenye amani na kutokuwa na vurugu. Ikiwa kuna jambo ambalo linaonekana liko sawa, basi kusiwe kuna upande wowote ambao utakuwa ukilitetea jambo ambalo liko sawa. Lililo jema tutaliunga mkono, ambalo si jema basi wote kwa pamoja pasipo kujali itikadi za vyama vyetu tuweze kupingana na hilo. Lengo kubwa ni tuhakikishe kwamba
kuna amani, hakuna mtu ambaye anaweza akawa analia kwa sababu yoyote. Basi huu ndio mwisho wa habari yetu kwa wakati huu, na nikutakie wakati mwema. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.